inaishia maeneo karibu na barabara ya Jangwani ya Faya, lakini ardhi hii ilikuwa ina square mita 1035. Katika hizo square mita 35 zilikuwa hazijakaa katika eneo la mstatili ambalo linaweza kufanya sisi tujenge uwanja. So tulichokifanya, tukaiomba serikali yetu sikivu chini ya Mama Samia Suluhu Hassan, serikali ikatupa ardhi ambayo ina urefu wa mita 250 kwa upana wa mita 150. Kwa kuanzia pale tutakwenda 150 na 250 marefu, italeta jumla ya square mita 37,500. So serikali ikatuongezea square mita 2,500 kutoka kwenye ardhi hiyo. Mwaka jana wakati wa wiki ya mwananchi, wizara kupitia waziri wa ardhi kakaangu Deonda Njembi alitukabidhi hati inayoonyesha ukubwa huo. Baada ya kupokea hati, tukaingia kwenye mradi. Wote tunafahamu kwamba eneo hili linakwenda kwenye mradi wa serikali. Tukaanza kufanya majadiliano na watu wa mradi, wakatuelekeza vitu vya kufanya. Baada ya hapo, Club ya Young Africans kupitia kamati yake ya utendaji ikatafuta mwekezaji wa kufanya naye mradi. Tukatangaza kwenye vyombo vya habari kumtafuta partner wa kuwekeza kwenye mradi huu. Partnership hiyo ilivyotangazwa, watu wakaomba, na sisi kupitia sekretari yetu tukachakata. Mwisho wa siku tukampata GSM Tanzania kama mwekezaji atakayekwenda kushirikiana na Club ya Young Africans. GSM alipopatikana na kupita kwenye mchakato, tulikutana hapa miezi kadhaa iliyopita, tukasaini naye makubaliano ya kwamba yeye ndio atakuwa partner wetu katika ujenzi wa uwanja huu, na partnership hiyo ilikuwa ni 50% ya Young Africans na 50% ya GSM Group. Kitu gani kinawafanya kila mmoja achukue 50%? Ni kwamba Club ya Young Africans itatoa ardhi kwa ajili ya kuingia kwenye mradi, na GSM Group itatoa fedha kwa ajili ya kujenga uwanja. Partnership hiyo ilikuwa kila mmoja ana jukumu la kufanya. Baada ya kumaliza hiyo hatua, tukaenda kwenye taratibu za kiserikali. Club ya Young Africans ni klabu ya wanachama, ardhi yake inamilikiwa na wanachama. Tunapokwenda kufungua kampuni itakayokuwa na 50% ya mwekezaji na 50% ya Club ya Young Africans, maana yake mnakwenda kwenye kampuni ya binafsi ya biashara itakayomiliki uwanja huo. Ukawa kuna taratibu za Club ya Young Africans kuzifanya ili ardhi yake inayomilikiwa na wanachama iweze kuingia kwenye sehemu ya mradi. Maelekezo tuliyopata na mwongozo tuliopata kutoka kwenye serikali na vyombo vyake ni kwamba tunapaswa kuileta kwenu wanachama wa Young Africans, mridhie ardhi hiyo kuingia kwenye mradi ili iweze kuingia kutoka kwenye kumilikiwa na wanachama kuja kumilikiwa na kampuni. Hatua hiyo tumeshaanza kuifanya, na katika ajenda za mkutano mkuu wa tarehe 2 mwezi wa 8, ajenda hiyo itakuwa ni mojawapo ya kuomba ridhaa ya wanachama wa Young Africans kuridhia ardhi yao kuingia kwenye mradi. Naamini wote katika wanachama wa Young Africans watakubaliana na hilo. Tuinue mikono juu wale ambao wanakubaliana na hilo. Tuinue mikono juu. Young Africans kwa shauku iliyokuwa nayo inakubaliana na hili jambo, na sisi kama viongozi tutakwenda kulitekeleza kwa kuwa maelekezo haya tumeyapewa ya kisheria na tutapeleka kwenye mkutano mkuu. Hatua iliyokuwepo sasa ni ufunguzi wa kampuni mpya itakayomiliki huo uwanja, na baada ya kukamilika hapo, sisi tutakwenda kwenu wanachama mtoe ridhaa ya uhamisho kutoka umiliki wa ardhi hiyo chini ya wanachama kwenda kwenye umiliki kupitia kampuni ambayo itakuwa ni partnership. Na hatua hiyo itakwenda kukamilika tarehe 2 mwezi wa 8 katika mkutano mkuu wa wanachama. Tuko tayari wanayanga? Tuko tayari wanayanga? Tuinue mikono juu ambao tuko tayari. Tuinue mikono juu, tuinue mikono juu. Tunawashukuru sana.